Amen. 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 Kuna baraka wa Sabato, si ndio jamani? Sasa kama duniani tu baraka wa Sabato hivi, je, mbinguni? Nchi mpya, si ndio bwana Fadhili? Bwana akikupatia nyumba yako pale, unaimiliki. Abedi, unamiliki nyumba yako pale. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Haya, ni baraka kutana tena siku ya leo, si ndio? Baada ya kupita siku nyingi. Na hapa tunaona wote. Kuna mtu atakuwa aone hapa? Haya. Hapa sasa naomba nifanye kwa hivi. Hapo. Hapo nyuma. Nikiweka kwa sema set. Hapo mnaona vizuri. Taongeza mwanga. Ukiweka huko sio. Ukiongeza mwanga sawa. Ukiongeza mwanga mnaona. Sasa shushe nani hiyo pazia hiyo. Ili na mimi pia nipate nani mwanga mzuri hapa. Yes. Hapo si ni sawa? Na wewe unajua pa kupitia vizuri kabisa. Kila mmoja anajua wajibu wake. Haya, na mimi hapa nadhani kuko sawa. Kwa hiyo tunaweza tukaomba. Haya. Tuombe. Baba yetu mtakatifu, Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru sana Bwana kwa ajili ya neema yako. Asante kwa kutukusanya pamoja katika siku hii ambapo tunakaribia mianzo ya Sabato. Tunaalika uwepo wako uweze kuwa pamoja nasi, malaika zako watakatifu wakapate kuwa pamoja nasi. Ukatuwezeshe Bwana kuelewa lengo lako katika darasa hili la siku hii ya leo. Na Bwana, naomba mimi ukanitumie kama chombo, mnenaji mkuu kaweze kuwa ni wewe. Kila mmoja kumsaidia akili iliyofunguka, iliyotimamu kuweza kusikiliza mapenzi yako. Watoto wadogo walioko hapa akiwepo Ellen, tunamkabidhi katika mikono yako. Umsaidie katika utoto wake na pia aweze kutulia na kusikia kile ambacho Bwana unatamani aweze kukipata hata katika akili yake ya utoto. Tunajikabidhi kwako sisi tulioko hapa, lakini hata wale utakao kuwa wanafuatilia katika mitandao. Neema yako iambatane nasi sote, tunaomba kupitia jina la Yesu Kristo. Amina. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ni baraka Haya, naomba tuchukulie kama ni fursa na ni upendeleo wa kipekee sana kwa kuwepo mazingira haya. Amina jamani. Amina. Hii fursa ambayo tunaipata, kuna mazingira ambapo watu wanatamani ungepata fursa kama hii lakini hawapati. Si ni kweli jamani? Bwana. Kwa hiyo sisi tumepata nafasi hii, tumshukuru Bwana. Tuitumie kama fursa ya kipekee sana kujifunza. Kwa hiyo natamani kila mtu aweze kuwa huru. Swali likiulizwa, mtu aweze kuwa huru kujibu. Na pale ambapo mtu hajaelewa awe huru kuuliza swali. Amina? Amina. Tunaanza darasa. Tunaenda kufanya kitu ambacho kinaitwa shule za manabii. Sawa jamani? Shule za nini? Hapa kila mtu anaona? Kila mtu anaona jamani? Hichi ndio kichwa cha masomo ambayo tutaanza nayo. Amina? Kwa wale ambao tutakao tukiendelea pamoja, basi huu ndio utakuwa mtiririko. Haleluya jamani. Haya. Kila mmoja ana Biblia yake? Kila mtu ana Biblia? Ndio. Haya. Kila mtu akisha na Biblia yake. Na vipindi vijavyo tutatakiwa kila mtu awe na daftari la kuandikia. Tutajifunza leo na siku ya Jumatano. Amina jamani. Kwa wiki tutakuwa na vipindi vingapi? Viwili. Ijumaa na Jumatano. Na Bwana tupatie nafasi, basi tutakuwa naangalia na siku za Sabato pia. Tutapokuwa nakutana kanisani. Lakini hasa ni siku ya Ijumaa na Juma ngapi? Kuanzia saa ngapi? Saa 10 kamili. Saa ngapi jamani? Saa 10 kamili. Tutakuwa walau tunalisali moja zuri la kutafakari pamoja. Haleluya jamani. Najua tukitafakari hivyo, basi kwa muda mwingine ambapo mtu anakuwa na muda wake binafsi. Lakini tukipata muda mzuri lisali moja, itakuwa ni baraka sana. Na hii itakuwa ni muendelezo wa masomo kama 10 hivi au kama sio 12 ya kujifunza pamoja. Kizidi tunamshukuru Bwana. Yakipungua tunamtukuza yeye. Amina jamani. Haya, kwa hiyo kabla kusoma hiki kitu ambacho tunakiangalia hapa, na hii jamani niseme kweli, hiki kitu tumejifunza pamoja mtiririko wa mpango wa ukombozi. Tumefuatilia mwanzo mwisho, si sawa? Sasa katika kujifunza mpango wa ukombozi tulifika mahali ambapo tukaona kanisa sasa hizi lipo kwenye hali gani jamani?
ya uasi. Tunakubali wote. Kanisa liko katika hali ya nini? Sasa hiki ambacho tunakiangalia hapa, shule za manabii. Hii niseme solution ni nini? Nikisema solution ni nini? Shule za manabii ndio utatuzi wa jambo hilo. Haleluya. Na wengi sana wameshindwa kujua kama utatuzi ndio hiki hapa. Kuna watu wengi wameanzia vitu vingine. Tunaelewa jamani? Wameanzia vitu vingine tofauti na nini? Na hiki kitu. Lakini Mungu alikusudia kiwepo hiki kitu, kiwe kama utatuzi wa huo uasi. Lakini hali yetu kama kanisa ndio hii tunayoona kwenye picha hapa. Hali gani jamani? Ya usingizi. Tunaona watu wamelala. Na hapa kuna picha hii hapa. Tunaionaga hii picha mara nyingi. Watu wengi pia naituma mitandaoni. Inasemaje hapa juu? Wake up church. Maana yake nini? Amka kanisa. Hapa kwenye hii picha utaona kuna malaika yuko hapa. Anaitwa malaika wa nini? Malaika wa rehema. Anaposema malaika wa rehema kumaanisha kuna kitu gani hapo? Kuna nini? Kuna rehema. Tuko sawa? Kama kuna rehema ina maana kuna muda wa kufanya nini? Marekebisho au matengenezo. Tuko sawa? Ndio maana anasema huyu anaitwa malaika wa nini? Wa rehema. Na huyu malaika wa rehema tunaambia hapa ana kitu fulani kinaitwa hii hapa. Inaitwa nini? It is nini? It's the last call. Ni wito wa nini? Unajua sisi Waadventista wa Sabato sasa hivi tunavyoongea tunaishi katika kipindi ambapo tunapewa wito wa mwisho. Tunaelewa Kwa sababu kuna hii sura ya Pambano Kuu inaitwa nini? Onyo la mwisho. Tunaifahamu hiyo sura? Onyo la mwisho katika Pambano Kuu imejengwa katika Pambano Kuu katika Biblia kitabu gani? Cha Ufunuo. Ufunuo sura ngapi? Una habari ile haimuhusu Waadventista Msabato. Ile sura. Tuko sawa? Sio haituhusu kwamba tusisome, yani haituhusu kumaanisha kwamba ujumbe ulioandikwa pale unaweza usilengwe kwetu sisi yani kwa wakati huu. Nikisema inamaanisha kwamba Biblia tunapozungumzia ujumbe wa malaika watatu. Sawa jamani? Ujumbe wa malaika watatu hautofautiani na ujumbe wa malaika 10 na ngapi? 18. Ni kitu kile kile, ila ujumbe wa malaika Ufunuo 18 ni kutanuka kwa ujumbe wa malaika yule wa ngapi? Watatu, ambaye anaonya dhidi ya chapa nini? Kwa hiyo sasa hivi sisi tunahusika na ujumbe wa malaika yule wa ngapi? Watatu. Haya, labda tujikumbushe kidogo, si ni sawa? Kuna malaika wangapi? Wa kwanza, malaika wako watatu. Kuna wa kwanza, kuna wa pili na wangapi? Na tatu. Wa kwanza anazungumza kuhusu nini? Saa ya hukumu, si ni sawa? Kwa hiyo wa kwanza anazungumza kuhusiana na nini? Na hukumu. Wa malaika pia anazungumzia nini? Kuanguka kwa Babeli. Kwa hiyo alikuwa anazungumzia kuhusu anguko, si ndio? Na hii nabii anatueleza wazi kwamba ujumbe wa malaika wa kwanza na ujumbe wa malaika ngapi? Wa pili ulifundishwa, sawa jamani, kikamilifu. Tunaelewa? Lakini ulipofika mwaka 1840 ngapi? 44 kuna watu walikataa ujumbe wa malaika wa ngapi? Wa kwanza. Kwao likatangazwa nini? Anguko. Lakini utarudiwa tena kwa malaika wa Ufunuo 10 ngapi? 18. Tunaelewa jamani? Haya. Na hapa katika ujumbe wa malaika wa kwanza, ujumbe wa malaika wa pili, nani alihusika kutangaza jumbe hizi? William Miller. Tunampata William nani? Miller na pioneers wengine, wasisi wengine wa imani. Tunaelewa jamani? Nabii anasema ni ujumbe gani ambao haukutangazwa? Ujumbe wa malaika yule wa ngapi? Watatu. Ambao unaanzia Ufunuo sura ngapi? Ufunuo 14 mstari wa 9 mpaka 12. Nyewe ni wanafunzi wazuri sana. Yaani kwenye shule hii wote. Kwenye shule nyinyi mnapata nini wote? Wanafunzi wazuri. Kwa Ufunuo 14 mstari wa 9 mpaka 12 anazungumzia ujumbe wa malaika yule wa ngapi? Watatu. Na ujumbe wa malaika yule watatu uzito wake mkubwa anazungumzia kuhusu jambo gani? Chapa. Kwanza kuhusu nani? Mnyama. Na nini tena? Sanamu yake. Na kitu gani tena? Chapa. Haleluya. Haya ndio mambo ambayo ujumbe wa malaika yule watatu unazungumzia kuhusiana na mnyama, sanamu na nini? Na chapa yake. Na sisi kama Waadventista wa Sabato inatulazimu tujue nini maana nini ya mnyama, tuelewe maana ya sanamu yake, pia tuelewe maana nini chapa ya mnyama. Na haya mambo yakieleweka vizuri kwetu sisi na tujifunze sio hayo tu. Nabii anasema pia tunapaswa kujifunza namna ya kupokea chapa nini? Naomba Pambano Kuu. Ubarikiwe sana. Maandiko ni kinga. Maandiko ni nini? Ni kinga katika ukurasa wa 594. Wenye kopi hii hapa ni ukurasa wa 493. Sawa wapendwa? 490 ngapi? 93. Naomba nisome katika ile paragrafu ya pili inasema wakati Mungu anapowatumia wanadamu. Tumepona? Haya nasoma nasema hivi,
wakati Mungu anapowatumia wanadamu maonyo muhimu sana yanayoelezwa kuwa yanatangazwa na malaika watakatifu wanaoruka katikati ya mbingu. Kwa mpaka hapa tunaonyesha wazi kwamba malaika hawa sio kwamba mtu ataona malaika wakiruka, malaika wa kwanza, wa pili, wa tatu. Si sawa? Kwa hiyo hao ni nani jamani? Ni wanadamu, lakini maandiko yanasema kwamba wametumiwa kwa lugha kama kuitwa nani hao watu? Malaika. Malaika maana yake ni nani? Mjumbe. Haleluya. Mbarikiwe. Haya, sasa nasema kwamba Mungu anapofanya jambo la namna hiyo, humtaka kila mtu aliyepewa nguvu za akili kujali ujumbe. Amen. Tumepewa nguvu za akili tulioko hapa. Sika mtu ana akili timamu. Ndio maana tumefika hapa. Muda wa ibada tumefika wote hapa. Si sawa? Haya, anasema kwamba humtaka kila mtu kujali nini jamani? Ujumbe. Na hapa ni ujumbe wa malaika wangapi? Watatu. Anaendelea mbele anasema, hukumu za kutisha zinazokataza kumwabudu mnyama. Ni ujumbe gani wewe unazungumzia hapo? Sasa yule wangapi? Watatu, ambaye anatoa onyo hilo. Sawa jamani, la kumwabudu nani? Mnyama. Kwa hiyo tunataka kujua nini maana ya mnyama. Anasema na sanamu yake. Na nini tena jamani? Sanamu yake. Ufunuo hiyo 14 mstari wa 9 mpaka wa 11. Anasema zinapaswa kuwafanya watu wote kujifunza unabii kwa bidii na kwa makini ili kujua chapa ya nani? Ya mnyama ni nini? Mkato. Sawa jamani? Kwa hiyo ametaja mnyama mwenyewe, sanamu yake na chapa ya mnyama ni nini. Nabii anasema hivyo. Anasema na jinsi wanavyoweza kuepuka kufanyaje jamani? Kupokea. Hilo ndio jambo la msingi. Kwa hiyo wakati tunapokuwa akili zetu zinatafakari kuhusiana na nini maana ya mnyama, nini maana ya sanamu ya nini? Ya mnyama, lakini nini maana ya chapa nini? Ya mnyama. Sio hiyo tu, lazima tujifunze namna sasa ya kuepuka kuipokea chapa ya nini? Ya mnyama. Hapo ndo tutetu wa Adventista wa Sabato. Mnyama ni nani wapendwa? Ni upapa. Ni upapa. Sanamu ya mnyama? Ni sheria, muunganiko wa dini na serikali. Kwa sababu upapa wenyewe ni muunganiko kati ya dini na nini? Na serikali. Tunaelewa jamani? Kwa sanamu ya mnyama sio tofauti na mnyama mwenyewe jinsi alivyo. Sanamu ya kaka Fadhili sio utakuta kwamba kuna sikio moja kubwa lingine dogo, utakuta hivyo. Kama masikio yanalingana yote utakuta yanalingana. Si sawa? Sanamu ya Fadhili utakuta nywele nyeupe, utakuta nywele nini? Nyeusi. Kwa hiyo sanamu ya mnyama lazima iwe ifanane na nani? Na mnyama. Lazima kutokee muunganiko kati ya dini na nini? Na serikali. Itafanyika katika taifa gani hii sanamu yake? Taifa la Marekani. Tuko sawa? Na chapa mnyama ni nini? Shinikizo la sheria ni Jumapili. Sawa jamani? Ya Jumapili ndo chapa nini? Ya mnyama. Lakini watu bado hawajapokea chapa nini? Ya mnyama. Na hii tunaposema Jumapili kwa chapa mnyama ni pale sanamu ya mnyama itakapotiwa nini jamani? Pumzi. Tunakumbuka mwanzoni Mungu alipomuumba mwanadamu. Unajua shetani anamkopi Mungu. Mungu alipomuumba mwanadamu, alimfanya mwanadamu kutoka katika mavumbi ya nini? Ya udongo. Kwa mwanadamu alikuwa yuko hapo, si ni sawa? Alikuwa anaanza kutembea. Alikuwa anapumua. Alikuwa analima, anakula, anacheka, yuko tu hapo. Sawa? Kama wewe kama kuna mwanadamu ambaye alikusha kuwahi kuona mwanadamu, siku angemwona tu mwanadamu limelala hapo chini, Mungu amemtengeneza hajampulizia pumzi ya uhai. Angesema huyu ni nani? Ni mwanadamu. Ungeona kabisa mwanadamu. Sawa? Huyu ni mwanadamu. Ila amekosa kitu hiki. Amekosa nini jamani? Pumzi ya uhai. Kwa hiyo pepe tu pumzi ya uhai, mwanadamu akawa nafsi nini? Hai. Kwa hiyo ni pale kama ni sanamu lake tunapata likapewa pumzi ya nini? Ya uhai, nguvu. Tunaelewa jamani? Kwa hiyo sanamu ya mnyama itakapotengenezwa, shetani anamkopi Mungu. Sanamu anaanza kutengeneza sanamu. Alafu sanamu inapewa pumzi, inakuwa nini? Chapa. Sawa jamani? Yaani sanamu inakuwa sasa iliyo hai. Na ndio maana, yani kwa maana nyingine ni kwamba na sanamu ya mnyama sasa, maana tunazungumzia muunganiko wa dini na nini? Na serikali katika taifa la nini? La Marekani. Ndipo ambapo itakapotangazwa sheria nini? Ya Jumapili. Au papa atatangaza sheria ya Jumapili. Na kwa nini papa asitangaze chapa yake? Maana papa ndio chapa yake Jumapili. Kwa nini asitangaze? Kwa sababu tayari kuna sanamu yake. Ambapo kishapewa pumzi ya uhai inakuwa inaanza kutembea sasa. Si sawa? Kama inatembea ina maana inamwakilisha nani? Papa. Kile ambacho inachofanya ile sanamu baada ya kupewa pumzi ndio kitu hicho ambacho papa angefanyaje? Angefanya. Jamani tunaelewa jamani? Haya, hapa tunazungumzia kwamba ujumbe huu sasa tunaozungumzia hapa wa Ufunuo 14 mstari wa 9 mpaka 12 tukiunganisha na ujumbe malaika wa kwanza na wangapi? Wa pili. Kuanzia Ufunuo sura ngapi? 14 mstari wa 6. Sawa jamani mpaka wa 8. Tukiunganisha na hii yote ndio unapaswa kwa ujumbe wa Adventista wa Sabato. Kwa sababu itakapotangazwa sheria ya Jumapili, sawa jamani, utakuwa ni wakati wa kutoa Ufunuo sura ya 10 ngapi?
18. Ndio tutakuwa wakati sasa wa kuhubiri Ufunuo 10 ngapi? 18. Na hii ni muhimu kuelewa jamani. Wengi sana wanasema sasa hivi tunahubiri Ufunuo 18. Kuna watu wameanzisha makanisa wanasema kwamba kanisa lao limeanzia kwa Ufunuo 10 ngapi? 18. Huku ni kuchukua kitu cha mbele ukiweka wapi? Nyuma. Utakapofika wakati wa kutoa Ufunuo 18 utakuta hamna ujumbe na utawekwa pembeni. Malaika anaitwa malaika wa nini jamani? Malaika wa rehema, kumaanisha kwamba tunaishi katika kipindi cha nini? Cha rehema. Ile unakuja wakati ambapo rehema zitafanyaje? Zitakoma. Na huyu aliyelala anaitwa nani jamani? Aliyelala anaitwa nani? Soma hapa. Mene in the soma. Mene in the Remnant Church. Tunasikia jamani, wengi katika kanisa la nini? La Masalio, ambao ni kina nani? Wa Adventista wa Sabato, ambao ni wewe na mimi. Hii ndio hali yetu tulionayo sasa. Mungu anahitaji kitu hiki kimoja. Nini jamani? Kuamka. Tuliko sawa? Hiyo ndio hali iliyopo. Huyu kama ni minister, mtumishi wa Mungu anajaribu kuamsha nani? Kanisa. Tunaelewa jamani? Uwezo wake unaonekana mdogo, kazi ni nini? Ni kubwa. Huyu anaweza akaamsha huyu, kweli inawezekana? Yaani haka kajamaa kanaweza kakamwamsha huyu dada. Hivi hata mkono wake mmoja anaweza taka ubeba mkono. Anajaribu kugusa kwa mbali kwa uoga, si ndio? Amka. Lakini Bwana anataka watumishi wenye namna gani jamani? Wenye nguvu ya Roho Mtakatifu. Tuko sawa? Haya. Hizo ni baadhi ya nukuu ambazo zinatosha kanisa limefanyaje? Limelala. Naomba nisome nukuu Naomba soma nukuu nyingine hapa kuhusiana na kazi ambayo Bwana ametupatia ya uamsho, na anasema nabii mahali pengine kwamba uamsho katika Christian Service 44 anasema uamsho na matengenezo ndio jukumu letu kubwa na la kwanza. Yaani hiyo ni nito kama ni emergency. Tuko sawa jamani? Hapa. Haya, hali gani inaonekana hapo jamani? Ya kulala, si ni sawa? Hii ni TM kurasa wa 118.1. TM ni Testament to Ministers. Shuhuda kwa nani? Kwa watendakazi. Nabii anasema kama watu wetu wakifanyaje jamani? Wakiamka nusu tu. Tumesikia nukuu? Kama watu wetu wakiamka namna gani? Nusu tu. Hii ni kuashiria kwamba kanisa limefanyaje? Limelala kabisa. Unajua kuna wakati kanisa linafanyaga program za maombi. Tunaonaga unakuta kuna wakati kunakuwa na uamsho fulani. Kwa mfano kama sio ni saizi, sio ni kipindi gani ambapo kumekuwa na muendelezo wa kufunga siku nyingi. Ni saizi. Kanisa lipo katika hiyo hali. Siku 100 za mfungo zimechaguliwa rasmi. Kwamba kuwe na siku ngapi? 100 za nini? Za mfungo na kuomba. Wakidhani watu watafanyaje? Wataamka. Lakini hiyo sio mpango wa Mungu. Mpango wa Mungu ni nini? Amka kwanza ndio ufanye maombi. Tumesoma pale Gethsemane na mama. Unajua Yesu aliwaambia wanafunzi wake. Kwanza walitoka na wanafunzi wake 12. Wakafika kwenye geti la nini? La kuingia wapi? Bustani Gethsemane. Akawaambia wengine wafanyeje? Watulie. Akasonga mbele na wanafunzi wangapi? Watatu. Akafika tena mbele kidogo akamwambia wafanyeje? Watulie, akamwambia kesheni pamoja nami. Alipoenda kuomba, aliporudi akuta anafanyaje? Wamelala. Mwokozi aliwaambiaje? Kukesha nami kwa lisaa wala hata lisaa limoja. Mwokozi anataka kwanza wafanyaje? Waamke, ndio lengo lake. Alafu akishaamka ndio wafanyaje? Waombe. Hili jambo la msingi sana kulifahamu. Kwa hatuwezi kuwa watu wa maombi kama tujafanyaje? Hatujaamka. Chochote ambacho mtu anakifanya akiwa amelala ni nini? Ni ndoto. Narudia tena swali. Kama wewe umelala na unakula ni nini hicho? Ni ndoto. Huwezi kuwa umelala na unafanya jambo ambalo Mungu anataka ufanye. Chochote ambacho unafanya ukiwa umelala ni nini jamani? Ni ndoto. Sasa hicho ni kitu ambacho kanisa linafanya. Kwamba kanisa limelala, wanaambia watu waombe, wafanye hiki, mara program za muziki na nini, Pathfinder, hizo zote haziwezi kumaliza nini jamani? Kazi. Kwa Bwana anasema kwamba kama watu wote wakiamka nusu tu, kama anasema wakigundua au wakitambua ukaribu wa nini jamani? Wa matukio. Tuko sawa jamani? Anaposema matukio, karibu. Anaposema nini? Matukio, ni kitu gani ambacho anazungumzia katika matukio? Nini anazungumzia katika matukio? Kitu gani? Nataka kila mtu afiki huu mtiririko tumeshajifunzaga. Mwanzo mwisho masomo karibia 10 na kitu. Si sawa? Anaposema tu matukio hapa, analenga watu wajue nini hapa? Wakati. Tunaelewa jamani? Akilenga matukio anajua anataka watu wajue nini? Kwa sababu tunaambiwa kwa ni mkuu kwenye nani? Kwenye vazi lake. Kuna nini na nini jamani? Njuga na nini? Tulisema njuga ni nini? Ni kengele. Ambayo kengele inagonga. Si sawa jamani? Inaashiria kitu gani?
matukio kiunabii, prophetic events. Tulisema hivyo. Matukio yanapogonga ina maana tukio fulani kwa muda fulani. Tena tukatoa na mfano ule wanafunzi. Kengele kilia, kengenge, kengele nagongwa. Unajua hii ni kengele, inaashiria tukio fulani kwa muda fulani. Sasa hapa nabii anasema kwamba anasema wakitambua ukaribu wa matukio ulioonyeshwa katika nini jamani? Ufunuo. Ina maana kutambua ukaribu wa matukio ni kutambua muda jinsi ulivyo namna gani? Karibu. Alafu anasema sasa hapa ni lengo la kwanza hili. Sawa jamani? Kama watoto wakiamka namna gani? Nusu. Wanapoamka nusu wakitambua nini? Ukaribu wa nini? Wa matukio. Ina maana kuamka kunaendana na matukio, kuamka kunaendana na nini jamani hapo? Muda. Tunaelewa? Fungu gani sasa mniambie? Warumi ngapi? 13. Kaka tupo kwenye shule sasa. Sawa? Warumi 10 ngapi? 13, 11. Tufike hapo. Hii ndio shule jamani. Haleluya. Hii ndio shule. Tunafika hapo kwa hii ni kama hapa tunajaribu kukumbushana. Haleluya. Tunakumbushana tulikotoka, tuone je, tulielewa yale masomo? Kama tulielewa tunasonga pamoja hapa. Haleluya jamani. Haya, 13, 11 katika Warumi. Umefika? Haya, mic hii hapa. Karibu. Unaweza kupitisha hapo na mtu mwingine atakayeko nasoma ivute tu. Natosha? Haya. Tusikilize wote. Karibu. Naam. Tukiujua wakati kwamba saa ya kuamka katika usingizi imekwisha kuwadia. Tosha kwanza. Anasemaje? Naam. Tukiujua nini? Wakati. Yaani jamani piga ua ili tuweze kuamka. Lazima tujue nini jamani? Wakati. Yaani hata ufanye nini, mtu hawezi kuamka bila kujua nini? Wakati. Na kuna njia nyingi za watu wa Mungu kujua wakati. Hebu tutaje baadhi ya njia za kujua wakati. Jambo la kwanza ni nini? Kufahamu kitu gani? Matukio. Jambo zuri la kwanza. Na hii matukio tunajifunza hapa ni matukio gani? Katika kitabu gani yanaelezea watu waamke? Yaani niseme hivi. Sawa. Ni kitabu gani katika Biblia ambacho kimeelezea matukio yanayohusiana na wakati ili watu wa Mungu waweze kuamka? Kidole juu. Naanza na Abedi, Ufunuo. Sawa, tunapaki. Kitabu gani kingine? Ndio. Kuna Mathayo. Mathayo ngapi? 24. Mathayo 24. Haleluya jamani. Ni kweli Ufunuo na Ufunuo na Mathayo huwezi kutofautisha. Si sawa? Mko sawa. Lakini kitabu nilichotaka hasa kwa muda huu ni Mathayo sura 20 ngapi? 24. Na tulisema katika Mathayo sura ya 24 tuko wapi? Kwenye mstari wa 8. Inasemaje? Hayo ndio mwisho, mwanzo. Wewe. Mwanzo wa nini jamani? Wa utungu. Na mwanzo wa utungu unajengwa na mambo makuu ngapi? Matatu. Tutaje. La kwanza? Ndio. Ya tabia nchi. Sawa, ndio nini hayo pale imeandikwa? Matetemeko. Na kingine nini? Magonjwa. Safi kabisa. Yaani darasa hili ni nzuri sana. Haleluya jamani. Unajua Mungu anataka hii shule za manabii zianzishwe, wanafundishwa waweze kuwa wanafunzi lakini waweze kuwa nani? Walimu. Na tutaangalia namna ambapo Mungu anataka afanye. Na katika kila mtu kwenye familia yake hapa Mungu anataka akawe mwalimu. Jamaa tunaelewa? Ndio lengo ambalo Samuel alifanya. Naanza kusema sasa kitu ambacho sijafika. Nitafika huko mbele. Samuel akuchukua Israeli yote kufundisha. Tunaelewa jamani? Walichukulia wachache ambao hao wangeza kuwa walimu Israeli. Na Mungu ameruhusu, ndio maana nasema hii nafasi ya upendeleo. Mungu ameruhusu sisi tuwepo hapa ili tuweze kuwa walimu kwenye familia zetu. Ngoja nishatoa na majibu. Mama karibu endelee. Naam, tukijua nini? Wakati, endelea. Kwamba saa ya kuamka katika usingizi imekwisha kuwadia. Ndio. Kwa maana sasa wokovu wetu uko karibu nasi kuliko tulipoanza kuamini. Sawa jamani. Tumeamini nini? Ndugu umeamini lini? Mwaka gani umeamini kwamba ukajua sasa mimi ni mwadventista msabato mwaka gani? 16. Kaka mwaka gani? 18. Dada? Ulibatizwa lini? 12. Dada? Tangu uzaliwe. Sasa maandiko yanasema kwamba wewe ulibatizwa ulipozaliwa? 2009. Dada? 2010. Kaka bado? Haya. Sasa jamani, maandiko yanasema yani sasa hivi wokovu wetu au ukombozi wetu uko namna gani? Karibu zaidi kuliko pale tulipoanza kufanyaje? Kuamini. Ina maana kadiri siku inavyozidi kusonga wapi? Mbele. Tunakaribia nini? Wokovu. Na wokovu umesimama hapo, bali sisi ndio tunakaribia nini? Wokovu. Haukimbii, hautufuati. Mungu ni wa rehema. Sawa jamani? Haukimbii tukaukimbiza, hautufuati tukasema Bwana,
Mbona sasa wokovu unatufuata sana? Nitajiandaje? Ameweka hapo. Na wala ukimbii mbali kwamba mtu akasija kachoka, hapana. Bali maandiko yanasema uko karibu kuliko tulivyofanyaje? Maandiko yanasema tukitambua nini wapendwa? Wakati. Hilo jambo la msingi ambalo Mungu anataka tulifahamu. Sasa naenda taratibu, hii nukuu ni nzito jamani. Naenda taratibu kwa vituo. Hii nukuu inasema tu kwamba kama watoto wakiamka namna gani? Nusu. Lakini mtu hawezi kuamka bila kujua wakati. Maana maandiko yanasema tukitambua nini? Wakati. Kwa hiyo tunapoamka nusu na kutambua ukaribu wa nini? Wa matukio. Na mtu anapoanza kuamka kidogo tu anashtuka. Maki si amejua wakati? Sawa jamani, ukitambua wakati sana amka. Lakini wakati amejuaje? Amejua kupitia matukio. Tunamwambia ndugu yangu, unamfahamu Populio? Papalio? Papalio ni nani? Unamfahamu Trump? Unajua tuko wapi? Anaanza kupanic. Anambia atulia. Anaanza kuamka huyo mtu. Tunaelewa jamani? Anaanza kuamka. Unamwambia miaka 6000, kizazi cha mwisho. Tunaelewa jamani? Naanza kuambia na majibu mengine pia. Unamleta unabii wa Marekani, jinsi Marekani ilipofikia sasa, vita vinavyoendelea, magonjwa, njaa na shida na matetemeko. Haya yote unampatia, anaamka. Tunaelewa jamani? Mtu mwingine akiamka vibaya, unajua kuna watu wanaweza kaamka vibaya, wengine wana panic, wanaanguka na kufa. Tunaelewa jamani? Kuna mwingine anaamka vizuri na unamwamsha taratibu, unaambia sasa ndugu yangu amka, time muda ndio huu hapa. Uliweka muda uamke asubuhi, ufanye hiki na hiki, anaamka kwa utaratibu. Na Mungu anataka tuamke kwa namna gani? Kwa utaratibu. Sasa anasema hapa kwamba baada ya jambo hilo kufanyika, baada ya jambo hilo, maandiko yanasemaje? Uamsho utafanyaje? Utaletwa kwenye makanisa yetu. Kumbe ili tuweze kuleta uamsho kwenye kanisa, lazima kuwe na nini kwanza? Na uamko. Tuko sawa? Huu uamsho ambao tunaungojeaga sana, lazima mtu amke nusu, atambue muda, ndipo alete kwenye jambo la nini? La uamsho. Na uamsho ni pacha wa nini? Popote ambapo ukisikia uamsho lazima kuwe na nini? Nabii anasema uamsho na nini? Na matengenezo. Mahali popote ukisikia uamsho, kinachofuata ni nini? Matengenezo. Anasema sasa kumbe uamsho utaletwa kwenye nini jamani? Kwenye makanisa yetu. Nini kinafuata? Na watu wengi sana wataamini nini? Ujumbe. Kwa hiyo watu wataamini nini? Ujumbe. Kwa hiyo utakuwa na uamsho. Uamsho utapelekea nini? Matengenezo. Na kitakachofuata ni watu kuamini nini? Ujumbe. Kwa nini watu waamini ujumbe? Kwa sababu wamelala. Hawajaamka, hawajaletewa uamsho. Na ndio maana mtu unaweza kuhubiri ujumbe, ukahubiri hadi ukatoka povu, ukahubiri kweli kweli, asikuelewe. Kwa sababu gani? Unamhubiri aliyelala. Tunasonga? Jamani, huu ni utangulizi wa kile ambacho tunaenda kukifanya. Tuko sawa? Haya. Nabii anasema hapa katika pia Gospel Weka ya mwaka 92 ukurasa wa 90.1. Anasema hivi: katika wakati huu wa kutisha, kabla tu ya Kristo hajarudi mara ya ngapi? Ya pili, wahubiri waaminifu, tunasikia hilo neno, wahubiri waaminifu wa Mungu watapaswa kutoa ujumbe ulionyooka sana zaidi ya ule ambao ulitolewa na nani jamani? Yohana Mbatizaji. Hilo ndio lengo la Bwana. Lazima ujumbe huo umefanyaje? Umenyooka zaidi ya ule wa Yohana Mbatizaji. Tunakumbuka kile ambacho kilimkuta Yohana Mbatizaji. Baada ya kutoa ujumbe, nini kilimkuta? Alikatwa kichwa, ujumbe wa Yohana. Sasa maandiko yanasema sisi lazima tutoe ujumbe ambao umenyooka zaidi. Na ni ujumbe gani tunazungumzia hapa? Ukweli wa nini jamani? Ukweli wa sasa. Tumeshajifunza nini maana ukweli wa sasa. Tunasonga. Kazi muhimu ya wajibu iko mbele yao hao wajumbe. Na wale wote ambao wanaongea maneno namna gani jamani? Laini. Mungu hata watambua kama nani? Wachungaji wake. Onyo la kutisha liko juu yao. Ni kitabu gani kinazungumza wajumbe ambao wanaongea maneno laini? Ni kitabu gani? Isaya ngapi? Tufike hapo. Isaya 50 ngapi? 59 wewe. 59 hapa ni dhambi zetu zimetufarakanisha na Mungu, si ni sawa? Isaya 50 ngapi? 56. Haya. Mnani mwenye Biblia nyingine hapo? Haya, nisome. Basi tufuatilie wote. Isaya. Mpatie dada. Isaya 56 tunasoma mstari wa 10. Isaya 56 mstari wa ngapi? 10. Oh, sorry. Kutia naenda kusoma. Hapa nimewahi tu vizuri kwa neema ya Bwana. Haya. Isaya 50 ngapi? 56 mstari wa ngapi? Wa 10. Dada karibu. Anasema walinzi wake ni vipofu. Walinzi wake ni vipofu. Wote pia hawana maarifa. Wote pia hawana maarifa. Wote ni mbwa walio bubu. Mbwa walio namna gani? Kuna mtu anapenda kufuga mbwa bubu?
Eti umefuga kuku, umeenda kuchukua na mbwa, alinde kuku, mbwa ni namna gani? Bubu. Haongei. Ali. Hawawezi kulia. Kutoa ndoto. Huota ndoto. Kulala. Hupenda usingizi. Jamaa, tunasikia maneno? Hao ni walinzi, huota ndoto. Ufanyeje? Hupenda usingizi. Kwanza hawalii. Huota ndoto, hulala, hupenda usingizi. Ndo nilisema kwamba chochote ambacho mtu anakifanya akiwa amefanyaje? Amelala. Hicho ni nini? Ni ndoto. Sasa kama ndoto zile zinaanza kuotwa na walinzi, nini kinafuata hapo? Tunaendelea mstari wa 11. Tuone hao walinzi na kina nani? Si ni sawa? 11 dada inasemaje? Naam. Mbwa hawa wana choyo sana. Wana choyo sana hao mbwa. Hawashibi kamwe. Hawashibi kamwe. Yaani wao ni kulaga wao tu, hata hawatoi chakula. Na hao ni wachungaji. Hasa mbwa na kina nani? Si ndio? Anasema hao ni nini? Ni nani? Wachungaji wasioweza kufanyaje? Kufahamu neno. Tunasikia? Wote pia wamefanyaje? Wote pia wamegeuka upande. Ndio. Wazifuate njia zao wenyewe. Kila mmoja kwa faida yake. Toka pande zote. Na unasemaje? Husema njooni nitaleta divai. Sikia hapo, nitaleta nini jamani? Divai. Na anasemaje tena? Na tunywe sana kileo. Kileo. Na kesho itakuwa kama leo. Ndio. Sikukuu kupita kiasi. Mpatie dada maiki atulie naye. Tumesikia maneno. Hao ni wachungaji wasiofahamu nini? Neno, upenda usingizi. Unaweza ukaiweka tu hapo basi. Upenda usingizi, wanachoyo na mambo mengine, wanalala, wanaota ndoto. Tunaelewa jamani. Lakini maandiko yanasema hawa, hatutaelezea kwa upana, lakini yanasema hawa wanajifungamanisha na ulevi. Nani ambaye anaonyesha watu mvinyo na unalewa? Babeli. Na Mungu anasema tokeni wapi? Babeli. Maana huko Babeli kuna nini? Kuna kileo. Watu watalewa. Wakishalewa wataota ndoto, hawataelewa chochote, kazi itafanyika. Wachungaji wa namna hiyo. Ndugu zangu, tusiwepo katika kundi hilo. Na nitasoma nukuu tu chache. Huu ni utangulizi jamani, tumeshajifunzaga ya mambo. Tunajikumbusha leo kwa mara nyingine, lakini tumeshajifunzaga ya mambo. Anasema hivi, je, tunatakiwa kungojea hadi kutimizwa kabla hii? Haya. Je, tunatakiwa kungojea hadi kutimizwa kwa unabii wa mwisho kabla ya kusema kitu chochote kuhusu huo unabii? Jamani, tufanye hivyo? Haya. Maneno yetu yatakuwa na faida gani sasa? Je, tungojee hadi hukumu za Mungu zimwagwe juu ya waasi kabla ya kumwambia namna ya kufanyaje? Ya kuziepuka? Na ndio maana tunapaswa kujifunza nini jamani? Mnyama, sanamu yake na chapa. Sio hiyo tu, namna ya kuepuka kupokea chapa ya mnyama. Sisi wenyewe tunafundisha lazima tuwe kwenye hali ya kujua namna gani ya kuepuka chapa nini? Ya mnyama. Kabla kuambia wengine. Naendelea hapa, si sawa? Imani yetu iko wapi katika neno la nani? La Mungu. Maana imani inatembea bila kufanyaje? Bila kuona. Kutakuwa na amri Jumapili, toa ujumbe. Wewe toa nini? Ujumbe. Nitaamini vipi? Na ndio maana watu wanatilia mashaka tukio la amri ya nini? Ya Jumapili. Na Mungu ameshaandika jambo hilo. Wakati ile tukio linalotilia mashaka na wengi linapokaribia. Sawa jamani? Ujumbe wa malaika watatu utaleta matokeo au utatengeneza tunda kwenye maisha ya watu. Wakati kundi moja linatengeneza matunda, tunda ni nini jamani? Tabia ya Mungu, ushindi dhidi ya nini? Ya dhambi. Tuko sawa? Ushindi dhidi ya nini? Ya dhambi. Na ndio lengo la Mungu. Kundi moja linatengeneza tabia ya Mungu, kundi la pili linatengeneza nini? Tabia ya shetani. Kundi moja linapokea muhuri wa nani? Wa Mungu au chapa ya Mungu, kundi moja linapokea chapa ya nani? Ya shetani. Tunaendelea. Anasema imani yetu iko wapi katika neno la Mungu? Je, lazima tuone mambo yaliyotabiriwa yakitokea kabla ya kuamini kile Mungu alichosema? Yaani tutulie tu mpaka kitokee. Hivi Nuhu angegoja hivyo angeokolewa? Kujenga safina miaka mingapi? 120. Tuko sawa? Hivi angengoja kuona hata tone moja tu la mvua, angefanya hiyo kazi? Asingefanya. Angesema sasa nataka nione tone walao moja likianguka. Lilianguka baada ya muda gani tone moja la mvua? Baada ya miaka 100 na ngapi? Na 20. Maana hapo mwanzo hakukuwa na nini? Na mvua. Wewe ungoje mpaka usikie amri Jumapili inatangazwa Marekani ujiandae. Utakuwa ziko kweli? Haitakuwa sawa. Hata malaika wanatushangaa. Wewe hata shetani mwenyewe shetani mdomia naye anashangaa. Unajua kuna vitu wanadamu wanafanya shetani afanye. Jamaa tumeelewa hapo?
Kuna vitu wanadamu wanafanya, shetani hawafanyaje? Hawafanyi. Siku watu wanaitwa wale wakana Mungu ambao wanasema Mungu hayupo. Mshakuwasikia? Ile mtu tu anasema Mungu nini? Hayupo. Shetani anaweza akafanya kitu kama hicho? Maandiko yanasemaje kuhusu shetani? Anaamini. Tena anafanyaje? Ogopa na kutetemeka. Shetani anaamini Mungu yupo na kutetemeka. Kuna watu ndio wakana Mungu, wanasema Mungu hayupo, afu atetemeki wala waogopi. Shetani anaamini Mungu yupo, tena anatetemeka, anawaambia watu, "Nyie Mungu hayupo." Anawaambia watu waamini hicho kitu. Na watu wakiamini, shetani ndio anashangaa, ameamini hicho. Mbona naamini kitu ambacho hata mimi siamini?" Tuko sawa? Haya. Tunaendelea wapi tupo? Hapa. Katika miale iliyo wazi, jamani, tunasikili neno? Miale iliyo namna gani? Wazi, bila vificho. Miale iliyo wazi kabisa, nuru imetujia. Kutuonyesha kwamba siku ya Bwana ipo namna gani? Karibu. Hata wapi? Mlangoni. Nini anazungumzia hapo? 30 ngapi? 3 pale kizazi hicho. Sawa jamani? Hebu tusome na tuelewe kabla tujafanyaje? Hatujachelewa. Huu ndio wito ambao Bwana anataka kutupatia watu wa Mungu. Tuko sawa jamani? Tutaomba tena, tutaanza kupata utangulizi walau siku ya leo kwa kile ambacho Mungu atahitaji tukifanye kuanzia sasa hivi tunakusonga mbele. Basi tuombe. Angalia tu hapo kidogo, yes. Dada angalia tu hapo. Tuombe. Baba yetu mtakatifu wa mbinguni, Baba wa Bwana wetu mpendwa sana Yesu Kristo, tunaendelea kujikabidhi katika mikono yako iliyo salama kabisa. Tunaomba uendelee kutuvuvia, uendelee kutujaza Roho Mtakatifu tunapoendelea kujifunza katika darasa letu hili. Baba, tunakusii mwanzo mpaka mwisho tukaelewe lile lengo ambalo unakusudia kutupatia katika kizazi hiki ambacho tunaishi. Tunaishi katika kizazi cha uovu, kizazi kilichojaa tamaa, zinaa, kila aina uchafu katika dunia yetu hii. Lakini tunajua malengo yako ni mema kwetu, kutusaidia, kutuosha, kututakasa na kututukuza kwa namna ya juu kweli kweli. Unaenda kutufanya kuwa sawa na wewe. Ile nafasi ambayo shetani aliikosa, sisi Baba unaenda kutupatia kwa namna kipekee sana. Kufanana na Yesu, hilo ni tamanio la juu sana na ni lengo la juu sana la kimbingu. Hata malaika watashangaa jambo hilo. Tuwezeshe Bwana sisi tulioanguka dhambini, ukatujaze neema yako katika huu ulimwengu mfupi sana uliobakia, tena unakwenda mwishoni. Baba, tusaidie sote tulioko hapa tuweze kuwa mabalozi pia kwa ndugu zetu wengine kupitia mwana mpendwa Yesu Kristo. Amen. Amen. Tunaendelea. Hii ndio jambo ambalo tunaweza kufanya jamani, kujifunza. Ni nini jamani tumesema shule za nini? Za manabii. Ndapata tabu. Nene. Shule za manabii. Najua hapa mna kitabu cha elimu, ndio nacho mimi tu, si ndio? Mmoja atashika hiki. Nataka ampatie kaka pale. Haya. Tutaenda kuangalia kuanzia ile sura ya 2. Sawa jamani? Tunaposema shule za manabii, kuna lengo natamani tulifahamu katika shule za nini? Za manabii. Tunapaki kidogo tunaweka pembeni. Sasa tunasikiliza wote, si ndio? Haya. Katika shule za manabii, tuende mwanzo tukatazame kile ambacho Mungu alikusudia katika kitabu hiki cha elimu sura ya 2. Nasema shule ya Edeni. Shule wapi jamani? Ndipo ambapo tutaanzia hapo. Nitasoma maelezo machache katika shule wapi? Ya Edeni. Maana ni shule za nini? Za manabii. Siku zote hata Yesu alipokuwa anauliza maswali kuhusiana na mambo mbalimbali, kuna wakati aliulizwa kuhusiana na ndoa, tunakumbuka? Aliulizwa bana itakuwaje mbinguni kwamba huyu ameoa na nini na nini na nini? Yesu akasemaje? Hapo mwanzo. Tunaelewa jamani. Kwa hiyo chochote ambacho tunachojifunza lazima turudi hapo wapi? Mwanzo. Kwa hata shule za manabii tuweze kuzielewa vizuri, lazima turejee hapo wapi? Mwanzo. Tuko sawa? Naona kuna watu wanataka kusinzia, msisinzie. Sawa jamani? Msifanyaje? Msisinzie. Na wakati ujao nitawaambieni kabla kuwa darasani nini tufanye. Tushakula chakula, matembezi ya kutosha. Sawa jamani? Matembezi? Tembea vya kutosha kadri unavyoweza hadi chakula kimeshuka vizuri. Hapo ukikaa huwezi kusinzia. Sawa jamani? Leo ni utangulizi kwa neema ya Bwana. Shule za manabii. Tunaendelea mwanzo. Sasa katika shule za manabii tutaenda kusoma katika kitabu hiki cha elimu sura ya 2 inasema shule ya wapi? Ya Edeni. Shule ya Edeni. Naomba nisome katika paragraph ya kwanza kabisa hapa juu. Sasa nimekupa kitabu kaka ili kusudi kama kuna maneno mengine yametafsiriwa tofauti utanisaidia kuweka kwenye uzuri ili tuweze kupata lengo lile ambalo linazungumziwa hapo. Sawa? Anasema mfumo wa elimu ulioanzishwa mwanzoni. Jamani, tunaona maneno mazito haya. Kwanza ni nini?
elimu. Maki ni shule, si ndio jamani? Ulianzishwa wapi jamani? Mwanzoni. Kumbe kuna elimu, tena kuna nini? Kuna mwanzo. Kwa kuna mwanzo wa elimu kumbe. Kuna mwanzo wa shule. Ulianzishwa mwanzoni mwa ulimwengu, ulikuwa uwe mfano. Neno gani tena lingine? Mfano. Kaka Fadhili hapa amesema neno gani mtume, neno gani? Model. Kielezo. Sio jamani? Mtu akasema ngoja model jina lingine nini kama nini? Demo. Si ndio? Ndio mtu akwambia hebu nilimie bana. Asa hadi huku tu watu huko wanasema ngoja nikupe demo. Ngoja nikuonyeshe demo. Nakumbuka siku ile kaka alivyosema. Sitamtaja. Nakumbuka alivyosema. Akasema ngoja nikuonyeshe demo kwanza kidogo. Hata demo hajui ni nini? Demonstration. Ana demonstrate, anaonyesha, si ndio? Anadhihirisha. Akaweka tuta pale mfano. Ndio nataka uweke namna hii. Kwa hiyo shule ya mwanzoni ambayo Mungu alianzisha pale mwanzo ilikuwa ni nini jamani? Mfano au nini? Kielezo. Anasema mfano amesema wa kujifunzwa. Huko amesema nini? Itakiwa uwe kielelezo kwa mwanadamu. Katika vizazi vyote. Sawa kabisa. Kwa hiyo kielezo kwa mwanadamu cha kufuata. Tuseme hivyo, si ndio jamani? Katika maisha yake yote. Sawa jamani? Kwa hiyo yani kuanzia mwanzo pale Bwana alikusudia hilo liweze kuwa yani mfano, lakini mfano huu usiishie hapo, uwe kwa maisha ya mwanadamu yote atakayoishi. Mpaka hapo tuko sawa jamani? Kwa maana nyingine hilo ndio lengo la nani? La Bwana. Kwa sababu hapo dhambi haijaingia. Tunaelewa? Usiseme shule kwa sababu ya dhambi. Dhambi hapo haijafanyaje? Haijaingia duniani. Bwana nirudie kidogo. Sawa? Amesema naomba nirudie kidogo. Mwanzoni Mungu alianzisha nini? Shule. Hii shule ambayo Mungu alianzisha mwanzoni pale bustani ya nini? Ya Edeni. Maana hapa anasema shule ya wapi? Ya Edeni. Ilitakiwa iwe kielelezo. Tunaelewa jamani? Ilitakiwa iwe kama mfano. Sawa jamani? Kwa vizazi vyote ambavyo vingishi duniani hapa. Hapo dhambi bado haijafanyaje? Haijaingia. Kwa pale kwa Adamu, Mungu alikusudia pia kama mwanadamu angepata mtoto pale kungekuwa tena na nini? Na shule. Tena kuna shule mpaka sisi leo hii kama dhambi singeingia pia ingetakiwa kuwa na nini? Na shule. Hapo dhambi haijafanyaje? Haijaingia. Lakini tutakaposonga mbele utaona pia hata baada ya dhambi kufanyaje? Kuingia, bado ilikuwa ni lengo la nani? Lengo la Bwana hilo. Na katika shule za manabii kuna mambo makuu mawili ya msingi tunatakiwa kujifunza. Jambo la kwanza, tujifunze kwa nini? Kwanza ni nini maana shule za nini? Za manabii. Kwa nini maana shule za nini? Za manabii. Unapojifunza nini maana shule za manabii, jambo la pili, kwa nini kuwe na shule za nini? Za manabii. Hiyo nini shule za manabii inaendana sawa sawa na wapi kuwe na shule za nini? Za manabii. Nini na wapi vinaenda sambamba katika somo hili. Tuko sawa jamani? Nini na wapi vinakwenda? Mngekuwa mnaandika notes, mbona wengine muandiki? Hiyo andikeni. Nini na wapi vinakwenda sambamba? Kwa nini na namna gani vinakwenda sambamba? Mpaka hapo tuko sawa? Kwa ukisema nini na wapi vinakwenda sawa, alafu namna gani zifanyike na kwa nini zifanyike vinakwenda samba? What na where. Si ndio? Why na how. Hapo ndo nimerahisisha, si ndio? Na mnamwambia mpaka tutumie lugha ile ya ng'ambo. Kumbe ulimaanisha hivyo. Jamani akakafutio kana nusu. Namna gani na kwa nini? Kwa nini na namna gani? Alafu Nini na wapi. Basi. Lakini hata uelewa andika tu kwa faida yako pia. Maana tunajifunza kwa walimu, si ndio jamani? Tukitoka hapa na sisi tukafundisha. Kwa ukiandika hivi kwenda kupitia ni rahisi pia kumwelekeza mtu mwingine. Tuko sawa pendwa? Haya. Ilitakiwa kuwa nini jamani? Mfano au modo wamesema. Si ni sawa? Haya. Nasonga mbele. Kama kielelezo cha kanuni zake, shule ya mfano amerudia lile neno, si ndio? Shule ya mfano ilianzishwa wapi jamani? Edeni. Hapo ndo wapi? Kwa shule ya kwanza wapi jamani? Edeni. Ndio shule ya kwanza ilianzishwa wapi jamani? Edeni. Inaitwaje? Shule kwanza. Ilianzishwa haikuwa shule za manabii, maana manabii bado hapo. Si sawa jamani? Hapo kuna nabii. Maana nabii anaitwa nani? Nabii anaitwa nani? Muonaji. Sasa utamuonea nani? Adamu anaona, mke wake anaona. Unaweza kutazama mtu ukaona mpaka ndani. Ndio ilikuwa hivyo.
Wanaweza kumtazama baba mbinguni wakamwona huyu. Tuko sawa? Hamna nabii. Hapo sio shule za manabii. Hapo tu inaitwa nini jamani? Shule. Ilikuwa wapi? Edeni. Ianze kukaa kwenye akili zetu. Shule ya kwanza Edeni. Aha. Ndio maana Mungu anasema turejee wapi? Edeni. Tukasome. Ndio maana yake. Kwa sababu Edeni ilikuwa nini jamani? Shule. Ilikuwa inatolea elimu. Tunaposikia turejee Edeni, tukasome. Edeni ilikuwa ni mahali ambapo imejengwa magorofa, barabara za lami zinapita. Hapana. Palikuwa ni wapi jamani? Bustani. Ambako ni wapi jamani? Mashambani. Turejee wapi jamani? Edeni. Tunasema tokeni mijini, nendeni mashambani, muende shule. Jamani, tuko sawa mpaka hapa? Twende wapi jamani? Shule. Kwa ni marufuku na ni kosa kubwa sana mbele za Bwana na malaika watakatifu na wanadamu kuanzisha shule za manabii wapi jamani? Mijini. Nikuto kuisoma hii sura hii. Yaani sura tu mwanzo nikisoma tu inakwambia shule lazima iwe wapi? Mashambani. Leo ni utangulizi, si sawa? Haya. Anaendelea nabii anasema kwamba ilianzishwa Edeni. Sio Edeni tu, maana unaweza kuanzisha Edeni ukaanzisha kwenye misitu. Sawa jamani? Ukaanzisha Edeni ukaweka litaasisi. Kabla ya hiyo anasema nyumbani kwa wazazi wetu wa kwanza. Okay. Inaitwa jamani wapi? Nyumbani. Nabii kwa Kiingereza anataja kitu kinaitwa nini? Homeschool. Anasema kizazi hiki cha mwisho lazima kuwe na kitu kinachoitwa nini jamani? Homeschool. Shule za wapi jamani? Za nyumbani. Kumbe shule ya kwanza kabisa ilianzishwa wapi jamani? Nyumbani. Kabla ya kuwa na headmaster. Wanaitwa wengine nani wale walimu wale? Second master, academic master, sio master ni mwalimu, si ndio jamani? Teacher master. Sio nani aliambiwa jua waite master kati Yesu amesema msimite na mtu nani? Hamna master ni yeye. Wewe unajiita master wewe. Kosa kubwa sana. Ilianzia wapi jamani? Nyumbani. Hapo hakuna academic. Si ndio jamani? Academic mwalimu wa nini anaitwa? Walimu. Sio taaluma. Unyewe unasema elimu tu. Hakuna mwalimu wa taaluma, si ndio? Hakuna mwalimu wa nidhamu. Hapo ndo shule ya kwanza. Wazazi wetu ndio walikuwa naomba niendelee mbele. Nyumbani kwa wazazi wetu wa kwanza. Bustani ya Eden ilikuwa darasa. Tunaona jamani? Bustani ya Eden ilikuwa nini? Yaani ndio tike hamna kengele hapo. Wanafunzi ni watiifu, hawajatenda dhambi. Darasa wanauzoea darasa. Tuone anaofundisha ni nani? Bustani ya Eden ilikuwa ni darasa. Haya mambo andikeni jamani. Bustani ya Eden ilikuwa nini jamani? Darasa. Viumbe vilikuwa vitabu vya kujifunzia. Sio neno viumbe. Nini kaka Fadhili hapo? Asili. Nature. Si sawa jamani? Yaani wao kila ukiangalia wanakutana na asili. Yaani pale ule mtu anaitwaje? Ule muo anaitwaje? Ule ua pale nje. Hilo tunaliona lenye miba linaitwaje? Hatujui. Haya hilo. Ndio hiyo. Darasa la kwanza hilo. Siku naokoka hapo. Darasa hilo. Tazama nje tunaona nini jamani pale nje tunaona nini? Mihogo. Darasa hilo. Tumeshajifunza kuhusu mihogo. Wewe unaenda tu unachomeka tu kwa mti chwa. Unakaa miezi mingapi? 9, 10, si ndio? Kwa njanja hadi 6, 7. Unafukua chini. Unakuta tayari vimzizi vimeka unakula. Vile viazi kaka, si ndio tumeona kwa mjori kule. Ameka kakamba tu. Anasema mimi niko naweka tu kakamba shwa. Miezi 3 mvua inanyesha. Anakufukua chini ukuta mavitu fulani hivi. Maviazi, si ndio? Viazi kikubwa. Kiazi kama mtoto huyo mguu wake. Sina mnafuka mguu wa mtoto, si ndio? Zaidi. Haya mwangalieni mtoto. Haya. Hiyo yote ni muujiza, ni darasa. Lakini sisi hatujifunzi. Madarasa yote, nature ya asili madarasa, mwanadamu kujifunza. Upendo wa namna gani huu? Darasa hilo, viumbe vilikuwa hapa amesema viumbe lakini ni asili pamoja na viumbe vyake vyote. Tukisema asili pamoja na nini? Na viumbe. Ndege unaosikia chui. Ni darasa hilo. Huyo mwingine njiwa analia. Unasikia? Analiaje? Kumbe mnajua. Darasa hilo. Ni baraka kuwepo hapa. Mjini njiwa ndege wanalia ndege aina hii? Ni nani? Ndege gani wanaliaga mjini? Kunguru ndo ndege wa mjini, si ndio? Kila mtu anamjua kunguru ndo ndege wapi? Wa mjini. Na hamna mtu anayependa kunguru. Kuna mtu anapenda kunguru? Sijaona kunguru. Tunapenda lakini shakuja gapi. Na kila mtu akimwona kunguru, piga mawe huyo. Anaweza kaiba baadhi ya vitu. Si sawa? Kunguru mwizi. Mjini. Mwizi. Tabia yake huko. Si sawa? Haya. Nabii anasema kwamba
Na muumbaji mwenyewe alikuwa ni nani jamani? Mkufunzi. Wewe, kufundisha na Baba wa mbinguni mwenyewe, kufundisha na muumbaji. Yaani aliyeviumba na anafundisha. Achana leo watu tunasema kuna shule ya nature. Hivi wale wanajifunza nature wale wanaenda shule kusoma wale. Kuna vile vipindi kwenye channel mbalimbali unakuta kuna channel zinaitwa nini? World, si ndio? Nature. Kuna channel zingine za hapa Tanzania inaitwa Safari. Wanaushaga wanyama hapa wanaanza kuelezea eti kwamba this lion, mama huyu mama simba, wanakuelezea hapa, wanakudanganya kwa sababu wao wenyewe tu hawafundishwi na nani? Na mkufunzi. Alafu walimu wabobezi wa hivyo vitu wameshamkana Mungu. Wanasema Mungu hayupo. Alafu wao ndio wanadili na viumbe vya nani? Vya Mungu. Yaani wanafundisha viumbe vya Mungu kuwaambia watu wengine na wao wenyewe wamemkana nani? Mungu. Sasa muumbaji mwenyewe aliyeviumba alikuwa anafundisha. Mbaraka namna gani huyu jamani? Anasema na wazazi wetu wa kwanza walikuwa wanafunzi pale. Adamu, njoo na Eva, kaeni hapo. Haya, tunajifunza kuhusu mmea huu. Ndio baba. Wanaanza kuelekezwa. Na baba na Mungu kwao alikuwa ni nani jamani? Alikuwa nani Mungu kwao? Baba. Tunaweza tukathibitisha hilo? Luka sura ya 2. Twende hapo. Luka sura ya 3. Luka sura ya 3 tufike hapo. Hii ndio tunapasema shule ya nyumbani, ina maana anayefundisha anapaswa kuwa nani jamani? Baba. Ambaye nani? Mzazi. Si sawa? Luka sura ya 3 tutasoma mstari wa 23 kidogo. Hapo kuna mtiririko haya mambo. Unajua kuna wakati unaweza kujiuliza sasa. Haya. Kuna wakati unaweza kujiuliza katika mtiririko huu kuna wakati unakuta unaandikiwa vizazi, si sawa? Fulani akamzaa fulani na fulani akamzaa fulani na nani fulani. Kuna wakati mtu anajiuliza sasa hivi huyu kumzaa vinahusiana nini? Sasa leo hapa tunaenda kuangalia kuhusiana na Mwokozi kwenye uzao. Umetaja uzao wa Mwokozi hapa. Sawa jamani? Mimi nataka nianze mstari wa 23. Tumefika jamani Luka 3:23. Chapu. Vidole vinafanya kazi, vinafungua haraka, tunafika pale mara moja. Tumeshafika? Tunaenda kuthibitisha jambo gani? Shule ya wapi tunazungumzia? Shule ya nyumbani. Shule ya Edeni, lakini shule ya wapi? Ya nyumbani. Tumeshaona kwamba nyumbani palikuwa shule. Baba wa mbinguni alikuwa nani? Mwanafunzi. Mwalimu. Mko sawa. Baba alikuwa nani? Mwalimu. Wanafunzi walikuwa na kina nani? Sasa hao wanafunzi tumesema shule si lazima iwe nyumbani. Sasa hao wanafunzi wanapaswa kuwa watoto, maana mzazi anapaswa kufundisha. Sasa tukaona je, kweli baba mbinguni kweli alikuwa ni mzazi? Haya sasa. Ukisoma 23 anasema hivi, Luka 3:23, na Yesu mwenyewe alipoanza kufundisha alikuwa amepata umri wake kama miaka mingapi jamani? 30. Akidhaniwa kuwa ni mwana, neno mwana zingatia hapo. Ni mwana wa nani? Wa Yusufu. Wa nani? Wa Eli. Wa nani? Wa Matati, sijui. Wa nani? Wa Lawi. Tena wa Melki. Tena wa Yana. Tena wa Yusufu. Anasema wa Yusufu. Wa nani? Maki ni mwana wa. Tunaelewa? Luka hadi mstari wa 37. Wa nani tena? Maki ni mtoto wa Metusela. Sasa baada ya kusema wa Metusela, semeni mtoto wa Metusela. Mtoto wa nani? 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 Seti. Mtoto wa nani? Adamu. Mtoto wa nani? Aha. Kumbe Adamu alikuwa ni mtoto wa nani? Wa Mungu. Kwa Mungu alikuwa ni baba yake na nani? Na Adamu. Adamu ngambia baba wako yuko wapi? Babangu ni Mungu. Na ndio mwalimu wake. Tuko sawa mpaka hapo? Kwa shule ilikuwa ni ya nyumbani na ile wafundisha alikuwa nani? Ni Baba wa mbinguni. Na huyu Baba wa mbinguni ndiye alikuwa nani jamani? Baba wa mbinguni alikuwa nani? Mwalimu wao, akiwafundisha hao vijana wake. Mpaka hapo tunaenda sawa? Haya. Tunarudi tena kitabu chetu hiki. Sasa baada ya huu mpango wa elimu huu, Mungu alioanzisha wapi pale jamani? Edeni. Huu mpango alikusudia uweze kufanyika katika level hii ya nini? Ya familia. Yaani katika hali hii ya nini? Ya familia. Na ndio maana tunaambiwa kwamba elimu ya mwanzoni ilikuwa ni mfano kwa vizazi vyote mpaka mwisho wa wakati. Na Baba wa mbinguni hapotezi mpango wake. Shetani anapoingilia kati, Baba anarejesha tena mpango lazima ufanyike hivi. Mpango kaendelea. Na ndio maana ukienda pale kwa Ibrahimu, asema Ibrahimu atafundisha nyumba yake. Unaona maana ni shule hiyo. Ukaendelea vizazi kwa vizazi. Wana zile baadaye tunajua kutoka kwa Ibrahimu. Sasa narusha tu kwa haraka historia ya elimu tutajifunza wakati mwingine. Kutoka kwa nani? Kwa Ibrahimu. Wakafika tukakuta wana wa nini? Waisraeli. Wana wa Israeli wakaingia wapi jamani? Utumwani, Misri. Misri waliendelea kujifunza? Hapana, wakapoteza kila kitu. Wakajifunza elimu ya wapi jamani?
Ya Misri. Na mpango wa Mungu haukuwa huo watu wajifunze elimu wapi? Ya Misri. Baadaye Bwana akaangalia akaona sawa. Lazima nirejeshe tena ule mpango wa wapi? Wa awali. Akawatoa wapi jamani? Misri. Akanawapeleka katika nchi ya nini? Kipindi anawapeleka katika nchi ya Kanaani jamani. Jangwani, ilikuwa ni nini ile jangwani? Shule kujifunza. Na ndio maana kabla hawajaingia nchi ya wapi? Ya Misri, wakapewa maelekezo namna gani wataenda kuishi kule wapi? Kanaani. Deuteronomy ni nini? Kumbukumbu la Torati 6. Tufike hapo. Kumbukumbu la Torati 6 tunafika hapo. Tunaangaza ule mpango jinsi Bwana alivyotaka ueleweke kwa wana wa Israeli. Leo ni utangulizi jamani. Tutaenda sana. Tutakuwa tunapata walau lisali moja na kidogo au limoja kamili kuweza kutafakari haya mambo ili tuweze kila mtu kutafakari kwa wakati wake. Mambo ya wala nimesema? Ndiyo. Haya, sura ya 6. Deuteronomy ni nini? Kumbukumbu. Haya, ndio hiyo kumbukumbu. Samahani. Kumbukumbu ya 6, tutasoma mstari wa 4. Tumefika hapo? Haya. Wewe mama, tupatie hapo hii fungu. Haya. Anasema, karibu. Sikiza Israel. Bwana Mungu wetu, Bwana ndiye mmoja. Nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote. Mpaka hapo tu kidogo kwanza. Anasema mpende Bwana Mungu wako. Zimetajwa nyanja kuu ngapi? 3. Ya kwanza ni nini? Moyo wako wote. Munisomee ya pili nini? Roho yako yote. La 3 ni nini? Nguvu zako zote. Sasa jamani, sikuweza kuisoma nukuu inayoelezea kuhusu elimu ya kweli. Ila elimu ya kweli naomba kila mtu akasome sura ya 1 kitabu hiki. Anasema elimu ya kweli nini maana ya elimu ya kweli au nini maana ya elimu ya kimbingu? Nini anasema? Ukuaji. Ni urejeshwaji hiyo ni urejeshwaji, lakini ile urejeshwaji uweze kufanyika ni ukuaji linganifu. Sawa jamani? Wa nyanja kuu ngapi? 3. Ya kwanza nini? Kiroho, kiakili na nini? Na kimwili. Tunaelewa jamani? Na hapa tunaambiwa Israeli anaelekezwa kumpenda Bwana Mungu katika nyanja kuu ngapi? 3. Kwa moyo wake wote. Moyo ni nini sasa? Moyo inakaa juu ya nini? Akili. Ni maana kwa akili zako zote. Tena kwa nini? Roho yako. Tunaelewa jamani? Tena kwa nguvu zako. Nguvu ni nini hapa? Kimwili. Kwa kimwili unapaswa kumpenda Mungu. Kiroho unapaswa kumpenda Mungu. Na tena ni nini? Kiakili unapaswa kumpenda Mungu. Huyu ndio mwanafunzi atakayekuwa anafaa kwenye shule za manabii. Tutaangalia sifa zingine hapo mbele. Tunaona ni lengo hili ambapo Bwana anakusudi liweze kueleweka. Tuko sawa jamani? Sasa hapa anasema kwa kutaja tu hivyo ina maana tayari imeshataja lengo lile la elimu ambao Mungu alikusudi liweze kueleweka. Haya, mstari wa 6 mimi nasemaje mama? Na maneno haya ninayokuamuru leo yatakuwa katika moyo wako au katika akili yako. Si ni sawa? Twende mstari wa 7. Nawe wafundishe watoto wako. Nawe uwafundishe watoto wako kwa bidii. Tunasikia maneno hayo jamani. Uwafundishe watoto wako. Hajasema ukawafundishe washiriki wako. Hajasema ukaanze kufundisha majirani zako kwa bidii. Uwafundishe watoto wako. Mahali gani panapotolewa mafundisho jamani? Nyumbani. Shuleni. Sawa. Mahali gani ambapo mafundisho yanatolewa? Shuleni. Kwa hiyo anasema uwafundishe watoto wako. Na maana uwafundishe, unachukua wazo neno uwafundishe. Tayari ni shule. Watoto wanakuwaga wapi jamani? Nyumbani. Kumbe ni shule ambayo itatakiwa kuwa wapi wapendwa? Nyumbani. Twende tuone tuthibitishe jambo hilo. Anasemaje? Uwafundishe watoto wako kwa bidii. Kwa bidii, sio kwa kizembe, Na kuyanena uketipo katika nyumba yako. Ameshasema. Uketipo katika nini jamani? Nyumba. Sio katika ofisi yako. Sio katika shule yako. Katika nini jamani? Nyumba yako. Endelea. Na utembeapo njiani. Ndio. Na ulalapo. Ndio. Na uondokapo. Kwa unapolala, fundisha. Maana kuna wakati watoto wanaenda kulala, utawafundisha. Wataamka, utawafundisha. Ina maana katika maisha kila siku mnapokuwa mnahusiana na mwanao hapo nyumbani, fundisha mtoto wako. Anasemaje tena? Yafunge yawe dalili juu ya mkono wako. Nayo yatakuwa kama utepe katikati ya macho yako. Tena yaandike juu ya miimo ya nyumba yako na juu ya malango yako. Asante. Kwa hiyo malango yako utaandika.
Kwa hiyo maana hii ni shule ambayo Mungu alikusudia hao wana wa Israeli wakaifanye watapofika katika nchi gani jamani? Ya Kanaani. Kwa hiyo huko nchi ya Kanaani wakafanya hiyo elimu. Lakini elimu gani wakafanye? Wakafanye elimu ya wapi? Ya nyumbani. Mpango huu ulianza au kuanza? Ulianza. Ulifanikiwa au kufanikiwa? Mwanzoni kulikuwa na mafanikio. Sawa jamani? Mwanzoni kulikuwa na nini? Na mafanikio katika huu mpango. Lakini mpango huu shetani akauona. Akaona ndio lengo lake. Afike kule. Akaingilia kati shetani. Nataka tukumbuke sana maneno kwamba mpango wa Mungu wa elimu ya mwanzoni, hilo neno naomba liwepo sana. Huenda tusipofanya leo kitu hicho, tutafanya wakati ujao. Nataka ni kutoka kwenye mpango wa Mungu wa elimu ya mwanzo, kuna kitu cha msingi sana na lazima tukifahamu. Na lazima tujue kwa nini shule za nini? Za manabii. Kwa nini kuwe na shule za manabii? Jambo la msingi kwa kweli wapendwa. Mungu anasema kwamba waende katika nchi ya Kanaani wakafanye mpango huu. Shetani akaingilia kati. Tuko sawa jamani? Alipoingilia kati shetani akaenda kuharibu huu mpango. Sasa katika sura ya 6 ya kitabu hiki cha elimu, kaka utakuwa unafika pamoja nami. Ndipo sasa kuna kichwa cha somo hili hapa. Au cha mtiliko wa masomo yetu tunaanza nayo leo. Inaitwa shule za nini jamani? Za manabii. Sura ya 6 ya kitabu cha elimu. Na hii sura tutaisoma yote. Nitagusa tu sehemu za msingi zile ambazo natamani tuweze kuziangalia, ila kila mtu kwa muda wake akipata nafasi akasome shule za nini? Za manabii. Ni sura ya msingi na ni sura ya muhimu kweli kuifahamu. Nitaanzia mwanzo kabisa hapo juu. Kwa hiyo Israeli wamepewa mpango wakatekeleza katika nchi ya nini? Ya Kanaani. Angalia sasa, anasema katika Israeli, nasoma mwanzoni kabisa. Katika Israeli popote ambapo mpango wa Mungu wa elimu tunasikia ulipotumika, matokeo yalidhihirisha mwanzilishi wake. Amesema hivyo huko, si ndio? Kwa hiyo ina maana popote pale ambapo mpango wa elimu ulipokuwa unafanyika. Jamani, swala la elimu ni zito. Ndio maana kuna sura humu kitabu cha elimu inaitwa uhusiano uliopo kati ya nini? Elimu na ukombozi. Huwezi kutofautisha. Elimu inalenga ukuaji linganifu wa mwili, akili na roho. Tunaelewa jamani? Kumuinua mwanadamu kimwili, kiakili na kiroho. Na mpango wa ukombozi ni kumrejesha mwanadamu katika sura ambayo Mungu alimuumba nayo. Kumuinua katika nyanja kimwili, kiakili na kiroho. Tunasikia? Kabla ya dhambi, Bwana ndio mpango wake wa elimu usonge mbele. Baada ya dhambi, Bwana tena anacheza tena na nini? Na elimu. Shetani ameona anacheza na elimu, na ndio maana shetani anaita na kitu kinachotoa elimu ya nini? Ya uongo. Jamani, tunaelewana mpaka hapa? Anapoleta elimu ya uongo, lengo lake anapambana na mpango gani jamani? Mpango wa Mungu wa ukombozi. Anapambana na project ya Mungu ya kumuinua mwanadamu. Tunasikia? Na ndio maana unaposikia elimu ni pana sana. Kuna mtu anasema, mimi sisomi shule, niko nyumbani. Hata hapo nyumbani kuna elimu mtu anaisoma. Na kadiri tunapojifunza hiki kitu, tunapokielewa, ndio tutaelewa kuhusiana na namna ya kuepuka chapa nini? Ya mnyama. Hatuwezi kuepuka kupokea chapa ya mnyama kama hatujajua namna gani ya kuwa na elimu ya kweli. Kwa elimu ya kweli kwa ufupi ni maisha. Unajua nimesema nukuu ile ambayo nasema kwamba lengo la Mungu, anasema lengo la elimu ndio lengo la ukombozi, afu ndio nasema ndio kusudi zima la maisha. Tunasikia? Kwa hiyo tukisema maisha ni elimu. Unajua dunia inasemaje? Dunia inasema elimu ni ufunguo wa nini? Wako sahihi. Wako sahihi. Elimu ni ufunguo wa maisha. Ila tu swali, maisha gani? Sawa? Na elimu gani? Asante sana. Ni elimu gani na maisha gani? Elimu ya kweli ni ufunguo wa maisha ya kweli. Elimu ya uongo ni ufunguo wa maisha ya uongo. Na maisha ya kweli, elimu ya kweli, muhuri wa kweli au chapa ya ukweli. Tunaelewa jamani? Elimu ya uongo itakuwa nini? Maisha ya uongo, mwisho siku nini? Chapa ya mnyama ambao ni chapa ya uongo. Baba uongo nani? Shetani. Ndio baba wa uongo. Na ndio baba kweli wa uongo, shetani baba wa uongo. Kwa hiyo yeye ndiye ambaye analeta nini? Elimu ya uongo, ili mwisho siku watu wapokee chapa ya uongo. Na mwisho wa siku waende kwenye maisha ya uongo. Maisha ya uongo mwisho wa siku ni nini jamani? Mauti. Mshahara wa dhambi ni mauti. Si sawa? Bali karama ya Mungu ni nini? Uzima, maisha. Unajua amesema uzima lakini ni life eternal. Life maana ni maisha. Jamani tunaelewa? Hiki kitu ni cha msingi kweli si watu wa Mungu kukielewa. Kwa tunapojifunza elimu sio
mama, baba, ni sawa. Ni muhimu kufahamu hicho. Kuna mtu mwingine hajui kusema a, e, i, o, u, haelewi. Ila ataelewa aje elimu ya kweli? Tunapata. Lazima elewe elimu ya nini? Ya ukweli. Ndio leo. Jamani, naeleweka jamani? Naomba hapa nieleweke vizuri kweli kwa neema ya Mungu. Kaka naandika, naomba andike afu tuendelee kidogo. Tumegusia kidogo hicho kitu. Chapa mnyama hatutaweza kuikwepa ndugu zangu kama hatujaweza kukwepa elimu ya nini? Ya uongo. Na elimu ya uongo kabla hapo kwanza. Unajua ni elimu ndio inafanya watu waingie kazini. Tunaelewa? Unajua mtu yote akitaka kazi, unaambia unataka kuwa nani? Nataka kuwa daktari. Cha kwanza somea nini? Udaktari. Na ukiwa mdogo, nataka kuwa daktari. Utakwambia soma masomo gani? Ya sayansi. Unasoma ya sayansi. Ya sayansi utakuta sayansi yenyewe, hisabati, nini tena kingine? Physics hiyo, chemistry, biology hiyo. Alafu unapofika sio form 3 hapo nakwambia sasa usiache masomo, endelea nayo. Unapomaliza form 4 nakwambia chagua masomo haya na haya na haya ili uweze kuwa nani? Daktari. Wanasema chagua masomo gani? Biology tena nini? Kemia na nini? Fizikia. Wamesema vizuri, fizikia, sio physics. Fizikia. Ukichagua hayo mwisho siku utakuwa nani? Daktari ukisoma hayo. Sasa tunakuja kwetu. Na sisi pia ili tuingie katika kazi ya Mungu, lazima tupate elimu ya nani? Ya Mungu. Tunaelewa jamani? Duniani popote nataka kuwa fundi kujenga, elimu. Sawa? Mimi chochote ambacho unataka kuifanya lazima kwanza upate nini? Elimu. Elimu hiyo ukiwa umeona, ukiwa umesikia, vyote vile, lakini kwanza ni nini? Elimu. Tuko sawa wapendwa? Sasa na hiyo mtu anapofanya elimu, lengo akafanya kazi. Anapofanya kazi, lengo anufaishe taasisi, lengo anufaishe nchi. Hata madaktari wale wanaonekana wanafanya kazi nzuri, lakini waambie madaktari kwanza leo mtalipa mshahara sawa sawa na mlinzi. Watakubali? Alafu usikie wasema mlinzi atalipa milioni 3 Tanzania, mlinzi atalipa milioni ngapi? 3. Kuna mtu anapenda kuwa daktari? Kila mtu anapenda kuwa nani? Mlinzi. Kwa sababu gani kuwa mlinzi? Kwa sababu ya nini? Maisha. Ndio maana duniani wanasemaga kama msemo, una maisha. Kwa sababu wote kuna wakati wanakesha usiku wote. Kama kukesha, daktari anakesha na mlinzi anakesha. Si sawa? Lakini wanatofautiana kitu gani? Mshahara. Daktari atasema sasa mimi na haja gani ya kukesha na katakata muda wote, si ndio? Na kesha na katakata, mara nahangaika, mara mtu amezimia, mara ameinuka tena, sielewi. Kuna wakati unakuwa daktari wa vichaa wale unapambana vichaa unaweza kukupiga ngumi. Uongo kweli? Sasa sababu tu niyo mlinzi nashika tu ile mashine ile, si ndio? Nazunguka mla anakuja kuiba hapa. Kwanza unajua mla anakuja kuiba. Wewe unazunguka tu, si ndio? Mwisho mwezi unapata 50. Alafu unaambia mwisho siku utapata milioni 3. Daktari anatoa koti la udaktari, anavaa ile ambayo imeandikwa security. Au nani? Mlinzi. Apate kitu gani jamani? Maisha. Lakini kabla kupata maisha lazima apate kitu kinachoitwa nini? Elimu. Ndio maisha. Na ndio shetani kazi yake saizi kufundisha watu elimu ya uongo ili kusudi watu wapate kazi za uongo, wawe na maisha ya uongo. Mungu anasemaje? Sitafika huko. Sasa ndaanza kufungua maisha ya mjini. Kwa ufupi tu, Mungu anasema maisha ya mjini ni nini amesema? False and artificial. Nini maana yake? Ya uongo na bandia. Kwa sababu gani ya uongo na bandia? Kwa sababu wanapewa elimu za nini? Za uongo na bandia. Na mwisho siku wanakuwa na maisha ya uongo na bandia. Watapokea chapa ya ukweli? Watapokea chapa ya uongo. Jamani, naomba nirudi hapa. Sawa wapendwa? Ni vingi tumevizungumza. Natamani kama kuishia hapa. Nikiwa na kiasi itakuwa jambo jema. Natamani kuishia hapa. Natamani kusonga mbele lakini natamani kuishia hapa. Natamani kuvitafakari hivyo katika utangulizi. Alafu sasa tuje kipindi kijacho tuanze moja kwa moja shule za nini? Za manabii. Hapo kwenye shule za manabii na wacheni tu kazi tukatafakari. Kwanza tukasome hii sura ya shule za manabii, shule za manabii sura ya 6, alafu tukatafakari sasa kwamba Mungu aliweka huu mpango. Israeli kwanza wazazi wetu shetani kaingia, mambo yakaharibika. Bado Bwana akataka shule za wapi? Za nyumbani. Tuko sawa? Katika kuwa na shule za nyumbani, Mungu akataka wanapoenda nchi ya Kanaani kule wakaendeze mpango huu. Lakini hawakuweza kuendeza jambo hili. Kwa sababu gani? Shetani tena aliingilia wapi? Kati. Popote pale ambapo ndo na kaisa hii nukuu ambayo nimesoma hapa. Popote pale ambapo mpango wa Mungu wa elimu ulifuatwa. Sawa jamani? Watu wake jumla lazima wangefanana tu na mwanzishi wa hiyo elimu. Kumaanisha kwamba hii ndo mpango wa nini jamani? Wa ukombozi, kumrejesha mwanadamu kwenye sura ya muumbaji wake. Tuko sawa?
Kwa hiyo walipofanya mpango wa elimu, watu wangesema, watu wa Mungu hawa. Wanaongea kama Mungu mwenyewe. Wanatembea kama Mungu mwenyewe na kuvaa kama yeye. Chakula chao, yani wangembeba Mungu duniani bila hata kuhangaika. Bila hata maspika na nini. Ni elimu tu. Ingebadilisha maisha ya watu. Tunasikia? Naomba nasoma kidogo afu nitakomea hapo. Narudia tena. Katika Israeli popote ambapo mpango wa Mungu wa elimu ulipotumika, matokeo yalidhihirisha mwanzilishi wake. Naomba nisome kwanza kwa kaka amesemaje. Anasema whenever in Israel God's plan of education was carried into effect. Its result testified of its author. Kumbe matokeo yake yangeshuhudia mwanzilishi wake. Yaani watu wasingehangaika mpaka kushuhudia. Mpango tu wa Mungu wa elimu ulipofuatwa, matokeo ni tiki. Watu wangemwangalia maisha maana asante sana kaka Robert. Kaka Robert amesema maisha yenyewe yangedhihirisha vile unavyoishi, kwa sababu elimu inakupa nini? Maisha. Na shawishika sana kusoma hii nukuu, yani nisome tu sasa, maana sasa nikiacha pale ambapo anapozungumzia kuhusiana na elimu. Unajua elimu na maisha hawezi kutofautisha jamani. Naomba nisome sura ya kwanza kabisa hapa. Nataka ni kama ndaipata. Huko nadhani kwa Kiingereza nimewekea alama kaka Fadhili. Yani definition ya maana ya elimu ni nini? Kwenye sura ya kwanza. Sura ya kwanza kabisa. Hapo ni 9. Huku ni 9? Au kwa Kiswahili ni 9? Kuanzia juu tu kishuka hapo inasema hili ndio kusudi lengo kuu la elimu. Ngoja nipatafute kama nitapata kwa urahisi. Hii kwa hapa. Umepapata? It is the harmonious development. Lengo kuu la kuishi. Asante sana, Mungu akubariki. Haya. Huku ni ukurasa wa 9 kwa Kiswahili. Sawa jamani? Anasema kumrudishia mwanadamu sura ya muumbaji wake. Kufanya jamani? Kumrudishia mwanadamu sura ya muumbaji wake, kumrejesha katika ukamilifu kama alivyoumbwa, kuendeleza kukua kiakili, kimwili na nini? Na kiroho, ili kutimiza kusudi takatifu la wakati wa uumbaji. Hii ilikuwa ndio kazi ya nini? Ya ukombozi. Ameweka nukta, anaendelea. Hili ndilo lengo la nini? La elimu. Kwa kazi ya ukombozi sawa na lengo la elimu, mkato, kusudi kubwa la kuishi. Huko amesemaje kaka Fadhili neno tu la mwisho? The great object of life. Yaani kusudi kubwa la maisha ndio hilo. Kurejeshwa kwenye ukamilifu. Na maana ya elimu hii jamani, maana ya elimu pia. Nataka ile nikupe inasema maana ya elimu ni nini. Hii ya kwanza, ya pili ile ambayo anasema nini maana ya elimu ya kweli. Elimu ya kweli ni nini? Huku anasema aya ya kwanza. Fikra sawa kabisa. Anasema elimu ya kweli ni zaidi ya kusaka kozi fulani za masomo. Ni zaidi ya matayarisho ya maisha ya sasa. Mnasikia? Ni zaidi ya matayarisho ya maisha ya sasa. Kumbe elimu inakupa nini? Maisha. Inahusisha hali ya utu wetu wote. Yaani inahusisha ukamilifu wote wa mwanadamu. Pamoja na kipindi chote cha maisha ya mwanadamu. Ni ukuaji lingalifu wa kinini jamani? Kimwili, kiakili, tena nini? Kiroho. Sasa sikia hapa, ninataka hii nzuri sana, hii sentence inayofuata hapa. Baada ya mtu kupata elimu, kinachofuata ni nini? Anasema humtayarisha mwanafunzi. Tunasikia jamani? Kaka anasemaje huko? It prepares the student. Hivyo. Humtayarisha au kumwandaa mwanafunzi kuwa na furaha kazini hapa ulimwenguni na furaha ya juu zaidi ya huduma pana zaidi katika ulimwengu ujao. Hilo ndio lengo la elimu. Kwa elimu manake inakusaidia uwe na mtu ili awe na furaha, maana anatakiwa awe na nini? Maisha bora. Kwa elimu ya kweli itampa maisha ya kweli. Yaani dunia inapofundisha kuhusu elimu ni tofauti na kile Mungu anachokusudia kiweze kueleweka. Tuko sawa? Ndamalizia tu hapo mwanzoni, afu kwenye tunarudi sura yetu ya 6. Ndagusa vichache. Jamani, hii ndio shule ya manabii sasa. Jumatano tunaendelea hapa. Sawa jamani? Haya, anasema hivi. Lakini katika kaya nyingi, tunasikia jamani. Popote ambapo mpango ulifuatwa, mambo yalikuwa okay. Haya. Lakini katika kaya nyingi, kaya ni nini kwa neno lingine kaya ni nini? Familia. Huko amesema nini?
katika nyumba nyingi. Ina maana elimu hiyo ilikuwa inafanyika nyumbani. Anasema lakini katika kaya nyingi mafundisho yaliyoamuliwa na mbingu na tabia ambazo ingezikuza vilikuwa adimu. Ina maana vitu vikaanza kupungua. Tunaona si ndio hivyo kaka? Hivyo anasema mpango wa Mungu ulitekelezwa kidogo mno na kwa dosari. Mpango gani huo? Ambao ni mpango wa nini? Wa elimu. Ukisikia mpango ujue tu mpango wa ukombozi. Maana mpango wa ukombozi ni sasa mpango wa nini? Wa elimu ndio lengo la nini? La maisha. Kwa hiyo ulitekelezwa kidogo mno lakini pia kwa dosari. Yaani hata wale ambao walikuwa wanatekeleza kwa udogo walifanya kwa namna gani? Kwa dosari. Mungu akitazama anasema hapana, akitokea kwa hivi. Uenda katika familia 100 za Israeli, aliona familia moja tu ambayo inafuata huu mpango. Na ndio maana hata Mungu alipofika wakati anataka amlete Yesu duniani, alimchagua mtu. Alichagua familia, akuchagua shule za manabii. Na zilikuwepo. Marabi sio walikuwepo. Marabi ndio walimu. Akachagua familia. Lakini ile familia nayo ilikuwa bado ina madhaifu. Akawaambia nini cha kufanya. Kwa sababu wamepoteza kitu kinacho nini? Mtaala. Blueprint wamepoteza. Akawapatia syllabus, sio syllabus. Akawapatia mtaala kwamba mtoto atakula hiki chakula. Shule yote lazima iwe na chakula. Si ni sawa? Na chakula kinakuwa elekezi chakula gani ukitaliwa hapa? Nguruwe hatuli, hiki hatuli. Shule. Mungu akamwambia nani? Zakaria. Hiki ndio kitakacholiwa hapo nyumbani kwa huyu mtoto. Zakaria, mahali pa kuishi tena sio hapa. Wapi? Milimani. Akaondoka. Mahali anamrejesha wapi tena jamani? Edeni, kwenye mpango ule ule. Chakula kile kile, mazingira yale yale, walimu wale wale ambao ni nani? Wazazi. Wanafunzi kina nani? Watoto. Ili Yohana aweze kubeba kazi hiyo mbele, lazima baba yake afuate mpango wa Mungu wa elimu. Amen. Ili leo hii dada Helen ahubiri Yesu anakuja mara ya pili. Tunasikia? Dada Aksa ahubiri Yesu anakuja mara ya pili, kaka Abedi, lazima mpango wa elimu ufanyeje? Ufuatwe. Mzazi lazima alete maarifa ya kwa mtoto. Rafiki wale ili watangaze ujumbe, lazima wapewe hivyo vitu. Kwa hiyo shule sio majengo, shule ni kitu gani unakipokea. Kwa hiyo mtu anaweza kaenda shule ya duniani, kwenda pale anaweza kaenda lakini asiwe na elimu ya uongo. Sikuna uwezekano. Wadensi wale waliotangaza ujumbe walifundishwa wapi jamani? Nyumbani. Hawakwenda shule? Walienda. Waliharibika? Hawakuharibika. Hawakwenda kwa lengo la kupata elimu, ila walienda kutoa elimu. Kwa sababu hawakwenda kama wanafunzi, walikwenda kama nani? Wakufunzi. Wakabeba na vitabu vyao, wakakaa na darasani wakasikiza. Wakitoka, ndugu, Yohana 6:6 unaijua? Hii hapa. Mathayo 7 hii hapa. Watu wanashangaa. Walienda kuuza mikate. Lengo sio kupata pesa, lengo kupata roho za watu. Walichukua mkate, wakaweka, wakampa mtu. Hivi yule mtu angemwambia, "Sikulipe hela yako." Angehangaika? Angesema, "Basi bebe tunaenda nao." Anajua nimepishaka neno la nani? Ndio biashara za kufanya watu wa Mungu, lazima tukombolewe. Haleluya. Si unauza kama mchele kako hapo umezulumiwa unalia. Amenizulumu mchele. Lengo lilikuwa ni pesa, lengo roho ya mtu. Kama roho ya mtu na relax na kwa Bwana, wacha bebe. Tena ni mwenye dhambi. Ndio nilikuwa namtafuta huyo akujue na wewe. Ndio wadensi hao sasa. Tunasikia ndugu zangu? Haya. Anasema hivi, mpango hapo nimefika pale kwamba sio tu kwamba ilikuwa imefanya pale kwa dosari. Tumeona hapo. Kwa kutojali na kutokuamini maelekezo ya Mungu, Waisraeli walijiweka wenyewe katikati ya majaribu ambayo wachache wangeweza kuyastahimili. Sasa mimi naomba niishie hapa, tuone kwamba kumbe kuna wasi ulikuwepo. Alafu ukifika aya ya 2 inasema kwa kukosekana kwa uaminifu nyumbani, tunasikia wapendwa na mivuto ya ibada ya sanamu nje. Kwa hiyo wanawindwa ndani na wapi? Na nje. Ndipo nasema vijana wengi wa Kiebrania walipokea elimu iliyotofautiana sana na ile ambayo Mungu alikuwa amefanyaje? Amekusudia. Wakapata false education, elimu ya uongo. Walijifunza njia za mataifa kukabili. Sasa tumesikia mpaka hapo jamani? Sasa nagusa kidogo, hiki ndio tunafungia hapo. Bwana alipotazama hayo, Bwana alifanya nini? Bwana alianzisha taifa lingine? Hapana. Leo hii Bwana anadili na kanisa, sio taifa. Kanisa gani linaitwa jamani?
SDA. Lipo kwenye uasi? Ndio. Uasi umeanzia wapi? Nyumbani. Ni kweli juu kwenye General Conference. Lakini General Conference ili uasi uingie, si lazima kuwe na mtu mmoja ambaye aliingiza uasi. Huyo mtu ambaye anaingiza uasi umeanzia wapi? Nyumbani kwake. Kwani ilikuwaje katika taifa la Israeli? Wakati Elia anaambiwa na nani? Na mfalme Ahabu. Ahabu alikuwa kiongozi mkubwa wa dini. Akamwambiaje Elia? Alikuwa kiongozi mkubwa wa taifa. Akamwambiaje Elia? Wewe ndiye mtaabishaji wa nini? Elia alimjibu nini? Sio mimi, bali ni nani? Nyumba alimwambia. Akamwambia na wewe na system ya General Conference. Amemwambia na nyumba. Ina maana kwenye nyumba ndipo kwenye kumenza nini? Matatizo. Lazima paanze kurekebishwa hapo. Jamani, tuko sawa? Ndio maandiko yanasema kwamba kukosekana kwa uaminifu nyumbani, hajasema kwenye taifa. Kukosekana kwa uaminifu nyumbani na mivuto ya ibada za sanamu nje, ndipo mambo yakaingia haya. Tunasikia jamani? Ina maana uasi umeshaingia katika taifa la Israeli, lakini uasi umeingia taifa la Israeli, nyumba zao wa Israeli zimeacha kufundisha. Mafundisho ni machache, lakini hata hayo machache na nini tena? Yana dosari. Sasa angalia Bwana anafanya kitu gani? Bwana anasema sasa naanzisha taifa lingine? Hapana, akaanzisha kitu kinaitwa nini? Shule. Ndio anasema sasa hapa kukabili uovu huu. To meet. Kaka Fadhili anasemaje hapo? Anasema to meet this growing evil. Kukabili uovu unaofanyaje? Unaokuwa. Angalia bomu la Mungu ni nini sasa? Angalia majeshi ya Mungu yanaelekeza wapi? Mungu alianzisha njia zingine ndio Kiswahili zingine au njia nyingine? Njia nyingine. Hapa msema zingine. Njia nyingine kuwasaidia wazazi. Umesikia? Maana ni walimu hawa. Kuwasaidia wazazi hata sio kwa sababu kulikuwa na manabii, kulikuwa na wachungaji enzi hizo, kulikuwa na makuhani. Hajasema kuwasaidia makuhani. Kuwasaidia wazazi. Maana hapa nikazungusha nikasema home. Maana nyumbani hiyo. Kuwasaidia wazazi katika kazi ya elimu. Kuanzia zama za zamani manabii. Ndasoma wakati mwingine. Hapo ndipo Mungu akaanzisha shule za nini? Za manabii. Tutaanzia hapa. Ndio hapo ndio unamkuta mtu anaitwa nani? Samuel. Bwana akamwita Samuel. Akampatia sasa ndo kazi ya kuanzisha shule za nini? Za manabii. Tutaendelea hapo. Tuwe na kiasi. Si ndio jamani? Shule za nini? Ndio lengo ambao tunataka kwenda kusoma. Wapi zifanyike shule za manabii? Mashambani. Ndio huko mashambani, ndio nyumbani. Kwanza zinaitwa nini shule za? Nini shule? Wapi? Kwa nini? Kukabili uasi. Msisahau. Ndio kwa nini sasa? Lakini kwenye kwa nini hiyo sasa ni pana sana. Sawa wapendwa? Tutatafakari kipindi kijacho. Bwana abariki tuliojifunza haya. Hao tutaona sasa namna gani, si ndio? Maana namna gani lazima kwanza ujue kwa nini, si ndio? Ukisikia tukapigane vita kwa nini? Bwana Sudani wamepiga Tanzania tukapigane, si ndio? Uwezi kusema tunaanzaje kupigana? Lazima ujue kwanza kwa nini. Kumbe utakapoambia kwa nini, kumbe unaambia bwana kwa sababu Fadhili wameongea. Kumbe ni kwa sababu hiyo siendi kupigana vita kama hiyo. Mpaka ujue kwa nini ndio ujue namna gani. Si ni sawa? Haya. Tupige magoti tupate kuomba. Haya. Tunaomba. Baba yetu mtakatifu, Baba yetu wa mbinguni. Tunakushukuru sana kwa darasa hili ambalo umeruhusu lianzie siku hii ya leo. Baba mwema, asante kwa ajili ya mbaraka huu wa Sabato. Tunakushukuru sana. Tunajua unahitaji kuendelea kutufundisha siku baada ya siku. Tunakuomba maarifa yako yaendelee kuwa matamu katika akili zetu, matamu katika midomo yetu na katika mioyo yetu, tukaburudishwe na neno lako. Manabii wa zamani, wazee wa zamani walifurahia sana neno lako. Kizazi hiki cha mwisho Baba, kwa kweli tunapungua pakubwa. Tusaidie Baba yetu mwema. Tunapotafakari kwa nini kwenda shule za manabii baada ya kuona uasi uliopo na namna gani ya kufanya, Baba tunakusii sana utuwezeshe kupitia Roho wako Mtakatifu tuweze kubeba mpango huu wa elimu kwa ukamilifu. Neema yako iweze kuwa nasi, tubariki sote na utulinde, utusaidie tuweze kufanya mpango huu wa elimu katika nyumba zetu na hatimaye uenee katika kanisa lako na ulimwenguni kote. Tunashukuru tumejiacha kwako kupitia jina la Yesu Kristo. Amen. Amen.